Naam, tumerejea tena kipindi hewani ni Sports Gear. Hapa tunazungumza kimichezo zaidi. Abdul Mkenge pamoja na Raymond Elias tumerejea. Leo kweli Jumanne. Sawa, Dimitar Pantev, meneja wa klabu ya Simba, alizungumza machache kuhusiana na kile ambacho ametoka kuonyesha pale JKT, lakini pia tunafahamu ni FIFA break. Kwa hiyo alipata muda kidogo akazungumza, na mnukuu namna ambavyo walizungumza. Anasema wametoa siku mbili za kupumzika kwa wale waliobaki kutokuitwa timu za taifa, lakini pia anataka warejee wakiwa na akili, nguvu, kwa sababu mechi ya kafu wanajua wana Petro, lakini pia wana Malieni, sio mechi nyepesi, hivyo lazima wajipange ili kuanza vyema hatua ya makundi. Baada ya kalenda ya FIFA na wachezaji hao kurudi, watakuwa nao pamoja kwa siku 3 au 4 tu kabla ya mchezo dhidi ya Petro, hivyo watashare nao kile ambacho wamekuwa wakifanyia kazi siku chache kabla ya mechi. Abdul Mkenge, break ya FIFA ina athari gani kwa vilabu ambavyo vinashiriki kwenye michuano ya CAF Champions League? Lakini si CAF Champions League, hata Confederation Cup. Mimi nafikiri ina athari kubwa sana, na makocha wengi huwa hawaipendi kwa sababu inaharibu program zao. Mimi nasema huu ndio unaweza kuwa msimu ambao makocha hawa wa timu zetu wameathirika vikubwa, kwa sababu tukizitazama timu zao bado hazijaunga katika viwango hivyo. Lakini tayari kuna fixtures zipo hapo na hakuna namna ambayo unaweza ukaescape. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kazi kwa muda huo uliopo, kwa maana mazoezi, uende kwenye mechi, lakini mechi sio kama mnatoka Bunju mnaenda Meja Isamuyo kama ilivyokuwa kwenye mechi iliyopita. Mnatoka Bunju mnaenda zenu labda Esperance de Tunis. Hiyo ni safari. Mnatoka hapo labda mnaenda Angola kwenda kucheza na wale Petro. Mnatoka hapo mnaenda Mali na Stade Malien. Kwa unaweza ukaona mwalimu amesema tumetoa siku 2. Na kitu ambacho ni very bad, mwalimu katika uwanja wa mazoezi hizo siku 2 ambazo jana na leo, kesho anarudi. Mwalimu ataenda kufanya kazi na wachezaji ambao katika mechi haende kuwatumia, kwa sababu katika siku hizo 2 ndio ipo na kina Chasambi. No, timu sio narudi. Nakwambia Betha, atakuwa na Chasambi, atakuwa na Vedastus Masinde, atakuwa na yule kipa nani Hussein Abeli, atakuwa na Duchu. Watu ambao kwenye lineup ya Simba hawatokei, kwa sababu leo hii Simba lineup yao golini kabisa utamwona nani? Maskini Mungu Yakubu. Shazi wapo ndio key player kina Elim Panzu. Ndio nakwambia vipi Betha, katika 10 labda ni 3 au 2 ndio kina nani nani. So no, huyo au wanamweza kina nani Mpanzu. Lakini Simba kweli wanapanga timu yao ya kwenda kucheza Express ndio Chasambi. No, siko hapa kumvunjia heshima wala, lakini ila nazungumza ukweli. Mwalimu atatrain na timu namba kubwa ya wachezaji ambao katika mashindano. Kwani wameenda wachezaji wangapi Mkenge? Wachezaji mbona wachache walioenda? Ngoja nikwambie kitu. Ni nani? Simba Shomari, kwanza waliondoka nyuma. Yakubu pamoja na Nangu. Nyuma wameondoka wachezaji 3. Kaondoka kipa. Kaondoka central defender na kaondoka na Shomari. Hao ni watu 3 ambao katika lineup ya Simba wanatokea. Lakini bado wanabaki na a lot of numbers za key players wake. Yani hao kwa maana kuongeza wingi, lakini ndio mimi tunaulizana Betha hapa. Simba anatoka hapa. Waenda kushana nani? Express de Tunis. Ndio Chasambi. Mwana alicheza vizuri lakini kwenye ile Simba Day. Mtoto wa maajabu huyo. Lasiboni huyo bwana. Vidi ya nani? Mtoto au Bandari kutoka Kenya hapo. Nakwambia ndio maana kiukweli hii sio fixture na vipi kwa upande Mkenge, na vipi kwa upande wa hizo siku 3 ambazo mwalimu amezisema wataenda kujumuika pamoja na wachezaji ambao walikuwa timu ya taifa, zinatosha kujiandaa kwenye michuano ya CAF dhidi ya timu hizo pinzani? Ndio changamoto nyingine, lakini advantage ya mwalimu atakayopata wachezaji hao watakuwa wametoka katika mataifa yao. Katika mataifa yao ina maana kila siku ni training match. Kwa hiyo atawapata wakiwa sasa, mwalimu anamwambia kitu kimoja, majeraha. Lakini pia hata utimamu wa mwili nao, unaweza mchezaji akawa amechoka sana, kwa sababu kule shida inaweza kwenda Taifa Stars bila shaka shida inaweza kuwa kwa hawa waliobaki. Kwa sababu ina maana hapo waingie kambini ni kufanya mazoezi na kurudi nyumbani. Sasa wewe tunafahamu. Kiambia urudi nyumbani tena
Kambia nyani tena hiyo. Ngedere wanafurahia. Mchana majuto, usiku majuto. Sawa, lakini kabla sijakwenda kuyazungumza mengine, nikupitishe tu kwenye Royal Win Plus ambayo inapatikana PMbet. Huko watu wanarusha vindege kwa maana ya aviator. Kwa spini ya shilingi 500 unaweza kuondoka na gari kali namba E aina ya Toyota Harrier. Sasa maamuzi ni yako, ni kwenda kucheza mchezo na utaka kwa spini ya shilingi 500. Website ni ile www.pmbet.co.tz. Lakini wewe mwenye simu ndogo acha kujinamia chini, kwani mchongo upo mikononi mwako. Bonyeza *149 *23 alama ya reli.